kuwa kichaka kwenye jangwa. Unatakiwa uwe kichaka kwenye jangwa. Na maana ya hapa maana yake ni kwamba ukishindwa kuwa mti mrefu kwenye mlima, unatakiwa uwe angalau kichaka kwenye jangwa. Ninachomaanisha ni kwamba una uwezo wa kwamba unawaza mambo makubwa sana kwenye maisha yako ambayo unaona ni kama ngumu kuweza kuyafanya au kuweza kuyafikia hayo mambo. Lakini kuna hatua ambazo unaziona kwamba ukianza kuzifanya angalau kwa udogo au kwa uchache, zina uwezo wa kukutransform wewe, kuweza kukutoa hapo ulipo kwenda sehemu ambayo ni kubwa zaidi. Unaweza sawa usifikie yale yote ambayo ulikuwa unayaplani kuyafikia kwenye maisha yako, lakini ukawa umepiga hatua ambayo ni kubwa sana. Martin Luther alishawahi kusema kwamba if you can't do a greater thing, do a small thing in a greater way. Sasa kama utashindwa kuweza kufanya jambo kubwa, basi fanya jambo dogo katika namna iliyo kubwa, na utakuwa ni mtu ambaye ni noticeable kwenye za society ambayo wewe upo au kwenye taifa ambalo wewe unapatikana. Sasa unawezaje sasa kuwa kichaka kwenye jangwa? Utakiwi kukata tamaa, hata haijalishi kwamba umeamkaje, haijalishi unachokaje, haijalishi unapitia mambo mangapi, lakini utakiwi kuweza kukata tamaa, kwa sababu kukata tamaa sio kinyume cha kufeli. Kukata tamaa sio kinyume cha kufeli, ni hatua ambazo zinakusukuma wewe kwenye mafanikio ambayo ni sahihi. Na napenda kukwambia kwamba usipokutana na distraction kwenye safari yako ya mafanikio, basi haujapata ladha kamili ya mafanikio. Bado upo kwenye safari. Usipokuwa umepitia changamoto nyingi sana kwenye mafanikio yako, basi wewe bado upo kwenye safari za kujitafuta. Upo kwenye pathway ya kuyafikia yale makubwa ambayo unatakiwa, yale makubwa ambayo umeyaplan kuyafanya. Sasa unawezaje kuwa kichaka kwenye jangwa? Wewe yaweza kuwa hapo ulipo una mambo makubwa ambayo unataka uyafikie kwenye maisha yako, lakini unashindwa namna ya kuweza kuyafikia au namna ya kuweza kufanya. Sasa anza na kidogo. Anza na kidogo ulicho nacho. Nakumbuka hata kwenye maandiko matakatifu, wale wasomaji wa Biblia, Musa aliambiwa una nini? Akasema na fimbo. Yeye aliona kwamba ni kitu ambacho hakiwezi kufanya mambo makubwa, lakini cha ajabu aliambiwa kwamba hiyo inatosha. Ulichokishikilia hicho sio kitu kidogo, ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Na hivyo tumeona kwamba ni kitu ambacho kweli kilikuja kuonekana kimeleta msaada mkubwa sana alipoanza kukitumia. Kwa hiyo hata wewe usije ukazalau vitu vidogo ulivyo navyo. Usije ukazalau mwanzo mdogo ulionao. Unatakiwa uanze taratibu. Start small. Kwa sababu usipoanza hapa hautaweza kuanza. Kuna watu ambao wenyewe ni akina Mr. and Mrs. Tomorrow, kwamba nitaanza kesho. Usipokijua ni kwamba hicho kitu ambacho unataka ukianze kinasubiria uweze kuanza ndio uweze kukipata. Kwa hiyo kama unasubiri kwamba mpaka upate vitu fulani ndio uanze, hivyo vitu na vyenyewe vinasubiri kwanza uanze ndio uweze kuvipata. Maana tunasema ni repassion principle, ambayo hata siku moja hauwezi ukaachieve yale makubwa ambayo unataka uyafanye. Mark Twain alishawahi kusema jambo ambalo ni kubwa sana, kiasi kwamba ukijaribu kulielewa basi itakuwa ni daraja la haraka la kuweza kukupush hapo ulipo kwenda hatua ambayo ni kubwa zaidi. Alisema kwamba miaka 20 leo utajilaumu sana hasa kwenye mambo ambayo haukuyafanya kuliko mambo ambayo uliyafanya. Na huyu jamaa ni mtu ambaye alifanya uchunguzi, alifanya research kwa wale ambao walikuwa na matatizo ya termination condition au termination disease, watu ambao ni lazima tu wafe, wameugua magonjwa ambayo ni lazima tu watakufa. Kwa aliwafanyia uchunguzi, aliyofanyia research, akakuta kwamba ni watu ambao wanajilaumu sana kwenye mambo ambayo hawajayafanya nyuma.
Kwa hiyo wewe unayenisikiliza leo, usiwe Mr. and Mrs. Tomorrow. Unatakiwa kuanza sasa. Haijalishi utaanza na kitu kidogo kiasi gani, hicho anza nacho, kwa sababu usipoanza nacho hauwezi ukatupata kikubwa. Unatakiwa kukiheshimu kidogo, kwa sababu kidogo ndicho kinatengeneza kikubwa. Kwa hiyo haijalishi kwamba umeshindwa kuwa mti mrefu kwenye mlima, basi unatakiwa kuwa kichaka kwenye jangwa.